Bana sister, mambo vipi? Safi kabisa. Naona umetokelezea uzi wa Yanga kinjunga safi. Kawaida. Ni jadi yetu sisi wananchi. Na uhakika leo? 100%. Unauonaje mchezo wa leo kabla ya kuingia uwanjani kwa takwimu za mchezo uliopita? Ni mchezo ambao utakuwa mgumu kwa wapinzani, ila ni mchezo mwepesi kwa Young Africans. Unakuaje mchezo mwepesi kwa Young Africans? Kwa sababu tayari mguu mmoja uko mbele kwa zaidi ya magoli mawili, yako magoli matatu. Kwa hiyo atafanya kazi sana mpinzani kubishana na Young Africans. Akijaribu kufunguka ndo atakuwa anaikaribisha dhahama kwenye eneo lake la golini. Kwa hiyo mimi nadhani wanatakiwa wajipange, waweze kubalance jinsi ya kushambulia na jinsi ya kuzuia. Ataweza kumzuia Young Africans ama ataweza kumshambulia Young Africans ili aweze kupata matokeo yatakayomfavor yeye kwenda hatua inayofuata. Matokeo pekee anayotakiwa kupata ili aweze kumtoa Young Africans ni magoli 4 mpaka 5. Je, unajiuliza safu ya ulinzi ya Young Africans haiko makini kiasi hicho kwamba iruhusu magoli 4 mpaka 5 kwa mpinzani ambaye tayari nyumbani kwao tulikuwa tumeisha mgonga goli 4, goli 3. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana afanye kazi. Kwa hiyo ndio maana nikatangulia kusema ni game nyepesi kwa Young Africans, ni game ngumu kwa mpinzani. Kumkosa mchezaji kama Clement Mzize ambaye inasemekana ana majeraha, ni pengo kwa namna gani kwenye klabu ya Yanga? Kwa Young Africans kwetu sisi hamna pengo kumkosa Clement Mzize ukilinganisha mechi ya kwanza ambayo tumecheza pale Angola, tumeweza kupata matokeo dhidi ya wapinzani, lakini inakuwa ni nzuri zaidi akiwepo kwa sababu hata yeye mwenyewe anamfavor kwenye ufiti wake wa mwili, lakini inakuwa ni dhahama au inakuwa tuna riski kama tukimchezesha ili hali yake hairuhusu kucheza. Kwa hiyo mwalimu ashajua kwamba mimi naingia kwenye huu mchezo nikiwa namkosa mchezaji kama Clement Mzize ambaye anatokea kulia au kushoto au anaweza kustiki katikati. Anaingia na opportunity nyingine ya kwamba anamkosa Mzize, anaingiaje. Approach aliyokuwa anaingia nayo akiwa na Mzize ni tofauti na approach atakayoingia nayo akiwa anamkosa Mzize. Kwa hiyo mimi naamini kwa benchi la ufundi la Young Africans liko very clear, hasa pale wanapokuwa wanamkosa mchezaji fulani na wanajua umuhimu wake kwenye hilo eneo, wanaingia tofauti na pale ambapo wangekuwa naye kwenye huo mchezo. Okay, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Romain Folz amekuwa akifanya rotation ya wachezaji sana tangu kufika kwake kwenye klabu ya Yanga. Karibuni kila mchezo amebadilisha wachezaji 6 mpaka 7 kwenye mchezo. Hili kwako unalizungumziaje kwenye mchezo muhimu kama huo leo? Kwanza tumpongeze, wote tumpongeze Romain Folz kwa kazi anayoifanya, kwa sababu kwanza yeye kijana ana miaka 35. Anaingia kupambana na watu wenye miaka 36 mpaka 37. Pengine hata baadhi ya wachezaji wanamzidi umri. Wachezaji wa Young Africans wengi ni vijana. Una mchezaji kama Edmund John, una mchezaji kama Ofen Chikola, una mchezaji kama kina Max Nzengeli ambao umri wao bado ni mdogo. Wanatakiwa kuwepo kwenye eneo la mpira au kwenye kucheza mpira kwa muda mrefu. Wanakuaje kwa muda mrefu kwenye mpira ili hali hawapati chance ya kucheza? Wanatakiwa watengeneze mechi fitness. Kuna mechi ambazo unaweza ukaona kwamba mwalimu anatakiwa aingie na wachezaji fulani, alafu kuna mechi ambazo haitatakiwa kumuona mwalimu anaingia na wale wachezaji. Kumbe sasa anawatengenezea mazingira kukiwa na mechi ambazo wao wanatakiwa kuzicheza kama hizi za awali na hatua inayofuata, pengine na michuano ya FA ambayo haiwataki au haina ulazima kwa wale wachezaji ambao ni machua zaidi. Kwa mfano Edmund John ni mchezaji ambaye mimi nimemfuatilia akiwa Geita na akiwa na baadhi ya vilabu vingi mbalimbali. The same kwa yule kiungo mkabaji Andabwile, ni mchezaji ambaye mimi nimemfuatilia akiwa Malawi mpaka anarudi hapa. Ilipelekea hatua mpaka wa Malawi wakataka wampe uraia. Ni kwa nini? Kwa sababu ya kazi aliyokuwa anaifanya. Andabwile amekuja Young Africans, hakuwahi kupata nafasi ya kucheza kwenye eneo lake asilia. Alikuwa anapata nafasi ya kucheza kwenye eneo la beki, kitu ambacho sio nafasi yake. Siku pekee ambayo alipata hiyo nafasi kustiki pale kama kwenye kikosi cha kwanza ni siku ambayo Baka alikuwa na umeme, Jobu alikuwa na kadi 3 za njano. Akaingia kucheza kwenye nafasi ya beki wakati yeye na Mwamnyeto, kitu ambacho sio nafasi yake. Akapata injury ndani ya dakika 3, akatoka nyuma akarudi Khalid Aucho. Wote tunajua staili yao ya uchezaji ni wazito. Khalid Aucho na Mwamnyeto hawawezi kutumana, kitu ambacho kilipekea tukapoteza mechi ya goli 3 dhidi ya Tabora United. Kwa hiyo Azizi Andabwile kwenye eneo la namba 6 Tanzania hii hana mpinzani. Utakuwa unamkosea heshima kama utamfananisha na mchezaji yeyote wa timu yoyote kwa wachezaji wa Tanzania.
Kwa hiyo mimi nadhani kile kitendo anachokifanya Romain Folz kuchanganya wachezaji ni vile anaitafuta cream ili itakapotokea kuna mchezaji amepata injury asipitie wakati mgumu kumchezesha mchezaji fulani kwenye eneo fulani akiwa hana match fitness, akiwa hayuko fiti. Kitu ambacho tulikiona kwa wapinzani wetu. Shomari Kapombe kacheza takriban misimu 7 mpaka 8 bila kupumzika. Siku amepata injury walipitia wakati mgumu sana. Wamekaa na Kapombe takriban miezi 6 mpaka 7 hayupo uwanjani. Wakawa wana struggle, wanambadilisha Mwenda Duchu akawa anacheza kwenye hilo eneo, bado ikawa haimfiti. Duchu wakamtoa kwa mkopo wakamrudisha tena. Hiyo yote ni kwa sababu walikosa mwalimu wa kuweza kuwatengeneza wale wachezaji ambao wana uwezo wa kufiti kwenye hilo eneo, au kwenye mechi kadhaa ambazo wanazo uwezo wa kuwatumia wale wachezaji ili ikija kutokea kwa mchezaji fulani wanapata mbadala sahihi wa mchezaji fulani. Kwa kumalizia, mashabiki wengi wa mpira hasa pia wa klabu ya Young Africans wamekuwa wakilalamika juu ya kutokuelewa mfumo wa uchezaji wa kocha Romain Folz. Kwako wewe umemuelewaje kwa mifumo anayoitumia kucheza uwanjani? Kwanza unatakiwa utambue Romain Folz na benchi lake lote la ufundi ni wageni kwa Young Africans. Hawawajui wapinzani wao. Kwa hiyo ana kila sababu ya kuingia kipindi cha kwanza kama ambavyo unakuwa unamuona anaingia, then kipindi cha pili anakuja kubadilika. Ni uongo naongopa. Sasa kama anaanza vile kwa kipindi cha kwanza, hata anacheza dabi ya Ngao ya Jamii, aliingia vile kipindi cha kwanza, Simba wakautawala mchezo. Kipindi cha pili Simba wameomba mpira uishi. Ni kwa nini? Ni kwa sababu asingeweza kuriski dhidi ya watu ambao hawajui, hajawahi kuwaona. Yeye na benchi lake ni wageni wote. Wachezaji baadhi ni wageni. Ndio maana kwenye mechi ya dabi uliona ameingia na wachezaji wote ambao walimaliza msimu uliokwisha. Lakini baada ya kipindi cha kwanza kutamatika, akawa ameisha wasoma wapinzani wake, akaingiza watu wake ambao anaamini wanaweza kumpa matokeo, na wakafanya hivyo, wakaubadilisha mchezo. Kwa hiyo mimi nadhani kubadilika vile ni vile, kwanza hataki kusomeka kwa uharaka, pili inamfeva yeye ambaye anakuwa hawajui wapinzani wake waliokaa kwenye ligi ya Tanzania kwa muda mrefu, yeye akiwa hawajui. Kwa hiyo mimi nadhani nimpe congratulation, nimpongeze kwa kile anachokifanya, tumpe muda. Huwezi kumclassify mwalimu kwenye mechi moja, huwezi kumkosoa mwalimu kwenye mechi mbili, na kati mechi zote alizocheza hakuna mechi hata moja aliyopoteza. Kwenye mechi alizocheza mpaka sasa hivi amefunga si zaidi ya magoli 10, si chini ya magoli 9. Akiwa na clean sheet ameruhusu goli 1. Unawezaje kumkosoa huyo mwalimu? Kwa hiyo mimi nadhani tunatakiwa tukae kimya, tumtazame, kwa sababu moja, anatutengenezea wachezaji wengine wazawa ambao ni tunu ya taifa. Kwa sasa hivi tunapoenda kuhost michuano ya AFCON, tutakuwa na wachezaji wengi ambao wanapata nafasi kwenye timu ya Young Africans na wakaweza kufanya vizuri. Sasa hivi Azizi Andabwile unaona anachokifanya, usishangae akamweka Musa Bala Conte bench kutokana na kitu ambacho anakifanya. Akimweka Musa Bala Conte bench, maana yake tumepata mchezaji wa timu ya taifa kwenye eneo la mlinzi wa kati, la kiungo wa kati. Kwa hiyo kina Edmund John namba wanazocheza, kina Ofen Chikola. Edmund John mechi tunacheza na Pamba aliingia, nadhani ilikuwa ni mechi dhidi ya Waangola, aliingia akitokea benchi, tachi ya kwanza ya pili akaenda kutengeneza attempt, imekuja mpaka tachi 6 anafunga goli la pili. Kwa hiyo mimi nadhani, mimi nampongeza mwalimu kwa kazi anayoifanya, kwa jinsi anavyowatengeneza wachezaji wake na kuwapa kujiamini zaidi, ili wanapokuja kucheza kwenye mechi kubwa wasijisikie hawawezi kufanya kitu ambacho wanatakiwa kukifanya na kumpa matokeo. Basi nashukuru sana, kila la heri. Karibu. Asante sana.